Haya, vijana wa uchimbaji, hebu mmoja aseme kwa niaba ya wengine. Mmoja aseme kwa niaba ya wengine. Na nakumbuka mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alishanielezea jambo hilo. Hebu niambieni mnasemaje? Kwa majina naitwa Juma Masigala, ni mmoja wa kikundi cha wachimbaji wadogo UWAZAKA. Kikundi chetu Mheshimiwa Waziri Mkuu kilianzishwa na wanachama 394. Lakini kwenye wanachama hao 394 walitokeza 11 wenye tamaa na kwenda kutafuta usajili na kudai kikundi kile wao ndio waanzilishi. Baada ya kufika kwenye huyo maamuzi, tuliamua kumwandikia barua mkuu wa wilaya ya Tanganyika. Tukamweleza, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kikundi hiki kilianzishwa na watu 394 na hata hao 11 wote wametoka kwenye watu 394. Mkuu wa wilaya alimwamuru mkurugenzi atuitishe pande zote mbili, ambao ni sisi 11 pamoja na wale 394. Tukafika kwenye ofisi ya mkurugenzi, tukatoa maelekezo. Baadaye ikaonekana mkurugenzi akamwamuru mtendaji wa kata kwamba mtendaji wa kata akae na sisi kwa ajili ya kutunganisha kama wana kikundi ili tunufaike wote na lile eneo. Mtendaji wa kata alituita kwenye kikao na kutuhamasisha na kutupa moyo kwamba wale 11 walichokifanya sio uhalali na inabidi warudishe nyaraka za kikundi kwenye serikali ya kijiji ili kushughulikia usajili. Ikiwa hapo sisi kama wana kikundi tulikuwa tumefanya biashara ya makemikia, wale 11 wakazuia fedha zetu za makemikia. Ikabidi turudi tena kwa mkuu wa wilaya kwenda kumweleza mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya alifunga safari ya kutoka ofisini kwake kufika mpaka eneo la machimbo, na alifika akiwa na mkurugenzi, na mkurugenzi baada ya kufika alikataa kwamba hiki kikundi cha hawa watu 11 mimi sijakisajili na wala sikitambui. Na sisi tulijaribu kumhoji mkurugenzi, kama wewe ukitambui na unasema hujakisajili, mbona kwenye hiki cheti cha usajili kuna sahihi yako pamoja na muhuri wa halmashauri? Basi mkuu wa wilaya akasema, ajapo mkurugenzi umesema kikundi hiki haukitambui, na ni kweli kabisa, si wenyewe tulishafuatilia tukaangalia kwamba hiki kikundi cha watu 11 wote wametoka kwenye watu 394. Kwa hiyo na kuomba mkurugenzi, hichi kikundi cha watu 11 sitaki kukisikia tena, nataka kusikia kikundi ni watu 394 ndio wafanyiwe usajili na ndio inatakiwa waendelee kufanya kazi. Wale watu 11 baada ya mkuu wa wilaya kusema hivyo walienda mahakamani kunishtaki mimi kwamba nimeingiza hasara kwenye kikundi chao milioni 2,10,000. Tukiwa bado kesi zinaendelea, wale watu 11 waliruhusiwa na mahakama kuja kubeba karasha zangu, karasha 2. Mahakama, tukiwa tuko mahakamani, mahakama ikaja kusema uhalali kikundi ni watu 394 na sio 11. Lakini hawa 11 wao wakawa wanang'ang'ania, hatujaelewa hawa 11 wana nguvu ya kutoka wapi, kwa sababu hata afisa madini alishawaeleza baada ya kupata hukumu ya kutoka mahakama kuu kwa jaji. Aliwaeleza kwamba hukumu siipo. Hukumu ipo mheshimiwa. Haya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na kamanda wa polisi, hebu nendeni mkasimamie hukumu iliyotolewa. Kama wamechukua karasha, wamechukua kama wezi wengine, kwa sababu kama mahakama imesema sivyo, wao wametekeleza kitu gani? Kwa hiyo hebu onaneni na kijana hapo, nendeni mkatekeleze maelekezo ya mahakama, arudishie karasha lake, lakini pia na kikundi hicho cha watu 394 waendelee na usajili. Naomba kitu kimoja, mpeni huyo mama mwenye mtoto, alafu wengine ambao hamjaandika hizi hoja, mmetokea baada ya karatasi zenu ziko wapi? Mbona sizioni? Nani anazo? Wameshakusanya? Yuko wapi? Hebu mpeni kwanza mama mwenye mtoto huyu. Mheshimiwa Waziri, mimi nilikuwa na kesi ya eneo ekari 38 za mbugani. Ilivamiwa na ngasa mafuruka mwaka 2000.
Mafuruka mwaka 2012. Nani alivamia? Nani alivamia? Ngasa Mafuruka. Ngasa? Ndiyo. Una nyaraka za eneo? Ndiyo ninazo, kila sehemu nikimshtaki na shinda, nakata rufaa na shinda, lakini mkuu wa mkoa alikuja kutekeleza hilo. Ngasa Mafuruka wakitoka tu viongozi ananunua watu wanaingia shambani na kiwa na silaha, mapanga na fimbo, kila kadhalika ya silaha. Mheshimiwa waziri, nimehangaika sana na hilo mpaka wa leo. Mwaka jana nikajitahidi tena kupata hela ya usafiri wa nauli kumshtaki. Ngasa Mafuruka alipewa miezi 3 kwenda magereza, lakini baada ya siku 3 Ngasa Mafuruka alirejea nyumbani akiwa na nguvu mpya ya kuingia mle mbugani na mapanga, huwa ananunua watu kuingia shambani. Hebu mbebe vizuri kwanza mtoto, unaniogopesha. Hebu mshike vizuri mtoto. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mama anasema ili jambo hukumu ilishatoka na huyu mtu anatumia nguvu. Huyu mama anahitaji alindwe apatiwe uhakika wa ulinzi kwenye shamba lake. Sasa hilo eneo liko wapi? Eneo lipo mahali ya Mnyagala. Ni wilaya hii au kule manispaa? Wilaya ya hii Tanganyika. Ndio. Haya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hebu pata taarifa za huyu mama, muende mkasimamie. Zipitie nyaraka hizo. Wanasema kote walikoenda mahakama imempa ushindi, lakini mshindani wake anang'ang'ania kwa nguvu na vitisho. Kwanza mtafuteni, mwambieni aache hivyo vitisho. Mwambieni nchi inaendeshwa kwa sheria. Huyu mama akijikwaa hata kwa ukuni tu, yeye atawajibika. Alafu la pili, mahakama zilishatoa hukumu arudishe mali shamba la huyu mama. Kwa hiyo hebu kaa na yule mama, lisimamia hilo. Mama uliyemsaidia mtoto. Alafu tuje kwa shehe bwana, tukusikilize uwai muda wa futuru bwana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi kwa majina naitwa Beatrice Martin. Mheshimiwa, nimefika eneo hili saa 12 on the spot na nimekuwa wa kwanza kuandika request yangu kwenye karatasi. Lakini ninachoshangaa request yangu haijasomwa. Ndio maana nimekuja hapa. Naambiwa ndio zinafika hizi hapa. Sasa tuambie. Jina lako nani? Beatrice Martin. Beatrice, haya endelea kuelezea. Ndio, Mheshimiwa, mimi nina changamoto mbili. Changamoto mbili ambazo zinafanya hata maisha yangu nisiweze kupiga step. Changamoto ya kwanza, binafsi naumwa. Nina changamoto kwenye breast. Sasa hii breast yangu ya upande wa kulia imefanywa surgery ni mara ya 3. And payment ambayo ni cash ambayo sina bima kwa sababu uwezo wangu pia bado uko chini. Hii last time nimeenda Benjamini, nimeshindwa kuafford mahitaji ya gharama ya matibabu ambayo 6.71. Nikashindwa, nikaenda rufaa Mbeya. Nimefanyiwa hata kibali cha ile ustawi wa jamii. After hapo ile siku 3 baada ya kufanywa surgery nikaambiwa nilipe ile hela. Kwa kweli nikashindwa kwa sababu nimetoka udini na sina uwezo. Nimeenda paka nikauza simu na nikaomba assistance kutoka kwa baadhi ya madaktari. Ndio kaweza kunisaidia nikafanya payment ya hiyo gharama ya procedure nilofanywa wapi rufaa Mbeya. Nilifanyiwa nikaambiwa after kidonda kulikava nirudi Muhimbili kwa ajili ya kwenda kufanya check up ya kuchukua sampuli kwa ajili ya kuotesha na pia kufanya ultrasound na mammograph tena. Lakini hapa nilipo sina hata 100 mbovu. Mheshimiwa, mimi ni msomi wa degree moja ambao nimefanya chuo cha mipango, nimefanya planning and community development kwa level ya degree, lakini paka sasa sijaweza kuwa employed. Najitahidi kufanya self employment ndogo lakini kutokana na wingi au capacity ya watu ambao wananitegemea nashindwa kuafford hata kupiga hatua. Kwa sababu mimi ni mama wa watoto wawili, nina watoto wa kakaangu ambaye pia mke wake amemtelekeza kulingana na ugumu wa maisha 3. Kwa watoto 3 ninao 5 na mama yangu mzazi ambaye ni mjane. Kwa watoto ambao mimi natakiwa kuitunza ni watu 7.
Wakati huo nimesoma peke yangu kwenye familia yetu kwa awali ya umaskini mpaka ngazi ya chuo kikuu, lakini sijaweza kuwa employed. Familia ilitegemea nikirudi nitarudi na feedback ya kuwasaidia, lakini mpaka sasa hivi inaonekana kama ni burden tena. Wanawishi niwasaidie na wanahitaji niwasaidie na wanajua naweza kuwasaidia, lakini siwezi. Nimezunguka ofisi tofauti lakini sijaweza kupata msaada. Kwa hiyo request yangu mheshimiwa, naomba nisaidiwe kupata ajira na naomba nisaidiwe kupata mahitaji ya kuweza kunifikisha wapi Muhimbili kwa ajili ya treatment ambayo ninajua wiki hii nisafiri nirudi Muhimbili. Haya, nimekupata. Njoo kwa katibu. Nenda kwa katibu hapo, njoo kwa katibu hapo. Rei yuko wapi? Rei, hebu ongea naye pembeni, alafu pata na mawasiliano, tutaongea naye. Hebu tuone tunafanyaje. Haya, shehe wetu.